Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upande wa Wizara ya Elimu, naomba niseme au nianze kwa kutaja kwanza swala zima la uandikishaji wa watoto, kwa sababu kazi yetu sisi ni kuelimisha. Wazanzibari walipoamua kumchagua Dr. Hussein ni baada ya kuridhishwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi, ni baada ya kuona maono yake. Sasa kwa upande wa elimu, wazazi matarajio yao ni kwamba kipata mtoto lazima serikali iweke miundombinu rafiki, aandikishwe mtoto huyo na asome katika mazingira hayo. Kwa hivyo katika swala la uandikishaji tumefanya vizuri, na reference yangu kubwa nitakuwa naangalia ilani ilituagiza nini ya 2020-2025, lakini na maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi katika kutatua changamoto za wananchi. Kwa upande wa maandalizi, wakati serikali ya awamu ya 8 inaingia madarakani, swala la uandikishaji ilikuwa tupo 81.4. Yani watoto kwa mujibu wa sera ya elimu waliostahiki kuanza maandalizi wakiwa na umri wa miaka 4, 5 tulikuwa tumefikia 81.4. Lakini kwa sasa tunatembea kwenye 85% ya watoto wenye umri wa miaka 4, miaka 5. Na hii 15% ni kutokana na mwamko wa wazazi wenyewe, si kutokana na uhaba wa vyumba vya madarasa. Kwa hivyo kazi inayoendelea kwa kushirikiana na kamati zetu ni kuhamasisha. Na nini hapa kinafanyika? Baadhi ya wazazi wanapendelea zaidi watoto wao kuanza darasa la kwanza. Na ndio maana kwenye uandikishaji wa darasa la kwanza kule tuko 103%, yani tumeshavuka lengo. Lakini mkakati wetu ni kwamba tuendelee kutoa elimu, na wanahabari mtusaidie ili watoto wote waandikishwe kuanzia maandalizi wakiwa na umri wa miaka 4. Kazi nzuri tunafanya ya kuelimisha na kuweka mazingira rafiki. Kwa hivyo eneo la uandikishaji tuko 103% ya matarajio na maelekezo ya ilani yetu. Kwa hivyo ni kusema hakuna mtoto ndani ya nchi yetu atakayezaliwa na akakosa fursa ya kusoma ndani ya skuli za serikali.